kwa takwimu za sasa ni mikoa minne tu Tanzania inafikiwa na gesi asilia: mkoa wa Mtwara, Lindi, mkoa wa Pwani na mkoa wa Dar es Salaam. Lakini wote mtakubaliana na mimi kwamba kwa miaka ambayo tangu tumegundua gesi asilia, ni muhimu kuhakikisha gesi hii inaweza kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Kwanza, itachagiza shughuli za uchumi viwandani, kwenye migodi. Lakini pili, na kwa ukubwa zaidi, hii inaendana moja kwa moja na swala ambalo liko karibu sana na moyo wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha kuwa tunakuwa na nishati safi ya kupikia na kuachana na matumizi ya nishati chafu kama kuni na kadhalika. Kwa hiyo mradi huu wa kugeuza gesi kuwa kimiminika unawezesha kusafirisha gesi kwa umbali mkubwa zaidi na kwa gharama nafuu kuliko kwa mfano kutumia mabomba. Mradi wa aina hii sasa utatuwezesha kupeleka gesi kwenye maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo kwa mfano makao makuu ya nchi Dodoma, maeneo ya uzalishaji mikoa kama Mwanza, Geita na kadhalika, na maeneo yote mbalimbali ambapo kutakuwa na uhitaji wa kusambaza gesi. Na ni hatua ya kwanza katika jitihada nyingi za serikali za kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kuwa na uchumi wa gesi. Kama mnavyojua, Tanzania ina ugunduzi mkubwa sana wa gesi, takribani futi za ujazo trilioni 57 ambazo jitihada mbalimbali za kuziendeleza na kuzitumia zinaendelea, na tunategemea sasa mradi huu iwe ni mmoja kati ya miradi hiyo ya kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya serikali ya kuwa na uchumi wa gesi, lakini gesi iweze kutumika kwa manufaa ya Watanzania katika shughuli za uchumi, lakini pia katika kuhakikisha kuwa tunakuwa na nishati safi ya kupikia, na inaendana na malengo makubwa ya nchi ya kuwa na kuhama kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Wakati ule tunaanza takwimu tulikuwa kama 6% hivi ya matumizi ya nishati safi. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza tumeshafika zaidi ya 26% na tunaendelea kuadapt. Kwa hiyo tunaona mwitikio umekuwa mkubwa sana, na jitihada za Mheshimiwa Rais ambaye ni champion wa Afrika katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi na hasa nishati safi ya kupikia. Tumekamilisha hafla tuliyokuwa nayo ya utiaji sahihi wa mkataba wa maelewano, yani Memorandum of Understanding au kwa kifupi MOU, kati ya sisi shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC pamoja na kampuni ya Energy Tech Tantel. Mkataba huu lengo lake ni kurasmisha mahusiano kati yetu kwa lengo la kutengeneza mradi wa gesi kimiminika. Kama ambavyo kamishna ameelezea hapa, ni kuwa tunaichukua ile gesi tunaibadilisha inakuwa kimiminika, ili lengo hiyo tuweze kuisafirisha gesi nyingi katika eneo dogo, katika tenki zile, ili kuisafirisha sehemu mbalimbali za nchi. Kama ambavyo mnafahamu, kwa sasa hivi gesi kwa njia ya mabomba imefika Mtwara, Lindi, Pwani na Dar es Salaam, lakini tunahitaji iende mbali zaidi. Sasa kiuchumi ukizidi kilomita 500, namna ya usafirishaji wa gesi ambayo ni bora zaidi inakuwa ni kuisafirisha kama kwa njia ya kimiminika, kwa sababu inapunguza ujazo wake kwa kiasi kikubwa, na ikifika kule tunairudisha tena katika hali ya gesi. Itaingizwa ama kwenye mabomba au mitambo ya viwandani ya kuzalishia umeme, majenereta, vifaa vinavyotumia mafuta badala yake vikatumia gesi. Tunategemea kwamba ukisha tengeneza ule mradi tutaweza kwenda takriban mikoa yote, lakini hatuwezi kuanza yote kwa pamoja. Tunategemea tuanze mikoa ambayo iko kwenye njia ya kati ya nchi, yani Morogoro, Dodoma kuelekea Mwanza na Kigoma, na huenda vile vile, kwa sababu tumekuwa na watu wanaulizia kutoka nchi jirani Malawi, Zambia na Kongo, huenda kiasi kidogo cha hiyo gesi pia ikaenda kwenye hizo nchi jirani, hususan kwenye sekta zao za migodi ambapo wanatumia mafuta yale mazito, heavy furnace oil, katika mitambo yao. Matokeo tuyategemee kama walivyokuwa wamesema wawekezaji hapa ndani ya miezi 12 ijao, kwa sababu mradi utajengwa katika namna ya kuongezeka. Kwa hiyo utaanza kidogo alafu tutaongeza uwezo wake. Kwa hiyo ile sehemu ya kwanza tunategemea ndani ya miezi 12 itakuwa imekamilika na gesi itakuwa imeanza kusambaa. This country runs on energy. This country needs energy, and energy is essentially a key pillar to boost this economy light years ahead. So
This MOU signing for us is just a beginning, because we're not here just for pictures, we're here for actions. So the next time we will have this conversation will be with gas trucks of ours actually delivering the gas, and not just with signing ceremonies. Our goal after today is working very hard, working on signing the GSA, gas sales agreement, finding the right land, executing the feasibility, and start building the plant as soon as possible. Our model will be to start with a modular plant, which means essentially we're starting in a small to medium scale so that we can already extract gas as fast as possible, show the proof of concept, show that it works, and the idea is very soon after to start scaling it. The beautiful thing of the model, the way we're doing it, is it's very scalable. So the idea is that we're building a model, a plant that will be big enough to handle 10 times the capacity of what we start. So that's the idea. We're essentially we want to show that we're here, that we're committed, that we're going to actually execute and not just make promises.